Moja kati ya kustaajabisha, nimekutana na William ama Wile Simba kuweza kuzungumza naye yale ya kimichezo zaidi ndani ya Simba Day katika dimba la Uhuru Stadium. Bwana Wile, uko vizuri? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulianza na kuzindua jezi, tukaenda wiki ya Simba. Leo ndo tumekuja kuhitimisha. Kwanza ni siku ya 8/8 kwa sisi wakulima, ni fahari sana kwetu. Pia ni sherehe ya mpira kwa maana kwamba imeambatana na tamasha la mpira la Simba Day. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ni furaha kubwa sana siku ya leo kwenda kuwatambua wanajeshi ambao wanaenda kututumikia msimu na kwenda kutuongezea idadi ya mataji na pia kwenda kuchukua kombe la NBC kwa mara ya kwanza. Maana tangu lianzishwe kombe hili hatujawahi kulichukua zaidi ya misimu 4 sasa. Nadhani msimu huu ndio inakuwa mara ya kwanza kutokana na mengi ambayo nimeyaona ambayo yapo kwenye kikosi changu hata cha msimu huu hapa. Mara baada ya kufikia miaka 90 ya tangu kuanzisha kwa klabu ya Simba, pengine ulivyoona miaka 90 imefika, kitu gani ambacho kilikuja akilini kwako? Kwanza mafanikio tangu klabu ilikotoka mpaka sasa hivi ambako imefikia, unagundua kuna vitu vingi sana na vikubwa ambavyo vimeendeleza na pia kuna umuhimu mkubwa sana wa kwenye hivi vilabu kuwatumia mabosi, kwa sababu kutokea miaka 90 mpaka kutokea miaka ambayo imeanzishwa Simba Day mpaka inafikia sasa hivi na sio kina William Simba tuko tunatamba kwa wakati wetu, ni kitu kikubwa sana cha kujivunia sana. Ukiangalia sajili za wachezaji, ukiangalia vitu vingi ambavyo vimebadilika, hawa kina Jailut kwenda kutuletea mavazi bora kama haya hapa. Kwa hiyo kwangu naona fahari sana. Mimi kwa upande wangu hii ni Simba Day yangu ya 6 kama sio ya 7 ambayo nimekuja mwenyewe kuja kuishuhudia. Kwa hiyo kwenye kila Simba Day kuna mabadiliko. Leo kuna kitu kikubwa tena ambacho nadhani naenda kukishuhudia ambacho sikikiona kwenye Simba Day iliyopita. Kwa hiyo kwa upande wangu sherehe ya mpira ni fahari sana kwa upande wangu. Bwana, Simba Day ya kwanza ilifanyika mnamo mwaka 2009. Yamefanyika matamasha tofauti yenye kufana. Pengine kwa upande wako tuseme pengine Simba ndo imekuwa timu ya kuigwa. Imekuwa ni timu ya kuigwa kwa sababu sisi ndo waanzilishi, tumeanza, wengine wanafuata, na leo kuna surprise nyingi sana hapa na surprise kubwa sana ambazo zinaweza kutokea kama ambavyo mlivyoambiwa. Kwa hiyo ngoja tuweke macho na masikio, tuendelee kusikia ili kusudi tuje tushuhudie nini ambacho tumewekewa kama surprise na zawadi kwenye siku ya leo ambayo ni siku muhimu ya Simba Day. Mpaka hapo baadaye tunapokuja kuhitimisha kwa football, sababu tutaanza na burudani nyingi za muziki, burudani za kuenjoy. Baadaye tutakuja tufunge na ile burudani ya mpira na burudani ambayo yenyewe ndio imetuleta hapa, Simba dhidi ya Polisi. Simba Day zote uwaga zinakuwa bora. Kwa upande wako Simba Day gani ambayo ni bora zaidi? Ile Simba Day iliyopita, kwa sababu ni Simba Day ambayo nilishawahi kuishuhudia. Simba Day hii kwa sababu bado haijaisha, bado itakuwa ile iliyoisha ndio Simba Day bora kwangu, kwa sababu nilishuhudia mpaka ikatamatika. Hata ngoja tuone hii hapa itakavyokuwa, alafu tutakuja tu comment. Ile tunakuja kama mazombi, ilikuwa ndio Simba Day yangu bora sana. Bwana, timu tumeiona ikiwa pale nchini Rwanda. Umemwona Dumbia? Tumemwona Dumbia Mamadou. Ni striker ambaye tunasema amekosa kinyago tu tumuite Osimeni. Kwa kile kinyago wale watu wanaombeza wale watakuja kumvalisha. Ngoja muda uongee, muda ndo mtu sahihi ambaye anaweza kuongea ukweli. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Simba tumeamua tumpe muda, kwa sababu tunaamini lile pengo la Soa ameenda kuliziba kwa 100%. Kwa hiyo ni kitendo cha kumpa muda ili kusudi aje ayajibu yale maswali ambayo mengi mlikuwa mnayaoji. Mimi nadhani Simba wameangalia na wana scouting bora sana, wameangalia mchezaji yule Dumbia na kumfuatilia, ndio wameona inaweza ikawa ni tiba sahihi kwenye eneo la mwisho wa kiwanja pale. Bwana, tupe siri ya mafanikio wana Simba kuja kwa wingi uwanjani. Simba, maisha ya football ndio tumezoea, na mashabiki wa Simba ni mashabiki wa kuigwa. Hawa mashabiki ambao unaona hapa wa Simba Sport Club zaidi ya misimu 4 wamekosa kombe. Ingekuwa ni timu nyingine kaka, wangebakia wachezaji peke yao, wanatoka jukwani wanakuja kujipigia makofi. Lakini mashabiki wa Simba ni mashabiki wa mpira na ni mashabiki wa kuigwa, na pia ndio mashabiki wenye mioyo migumu. Wanaweza wakafungwa, wanaweza wakafanywa nini, lakini kwenye swala la kuja kuisupport timu na kuja kuisupport klabu yao ndio kitu ambacho wamejiwekea, ndio sehemu
ya maisha. Maana inaonyesha mashabiki wa Simba ndio mashabiki ambao wana mioyo ya kuipenda timu yao. Pengine tutaraji surprise ya kutambulishwa kwa mchezaji mpya nje na wale ambao wametambulishwa. Ukishasema surprise ina maana ni kitu ambacho kimefichwa, hata mwenyewe binafsi yangu sijui. Pengine labda boss naye anataka afunge usajili, ametuletea hela. Kwa hiyo hata mimi surprise hiyo naisubiri. Sijajua kwamba ni mchezaji, ulimi ni kiungo dhaifu, ndakudanganya baadaye ndakuja kuyakataa maneno yangu hapa. Kwa hiyo na mimi nasubiria hiyo surprise nije nione ni nani ambaye yuko ndani ya box. Kama ni yule kijana ambaye amesajili zaidi ya mara 1000 alafu mwisho wa msimu anaendelea kucheza Azam, ni huyo au kuna mchezaji mwingine pia. Kwa hiyo ngoja nisubiri surprise iweze kuongea. Kwa kawaida Simba Sports huwa ni moja kati ya timu ambayo ina muda mrefu kweli kweli kwenye masuala mazima ya kuwa na tafrija kama hizi. Sio tafrija tu, tafrija zenye kufanya. Pengine kitu gani ambacho kinasukuma klabu ya Simba kwa juu ama kwa top katika masuala mazima ya kufanya tafrija zenye kufana? Namna ambavyo klabu yetu sisi tulivyojiwekea, kwa sababu sisi unajua hata kwenye mashindano ya kimataifa tumechezaga sana, na pia timu imesafiri kwenda nchi tofauti. Kwa hiyo kuna vitu na kuna uzoefu mwingi sana ambao wanabuni. Ndio maana Simba Day zote hazijawahi kufanana. Simba Day hii utakuta inakuja hivi, Simba Day nyingine inakuja hivi, Simba Day hii ilikuwa ina hichi, nyingine ilikuwa haina hichi. Kwa hiyo nadhani ni tabia za mienendo ya dunia ambavyo inaenda sasa hivi. Kila mtu anataka aone kitu cha mabadiliko machoni mwake. Ndio maana Simba unaona wamekuwa wabunifu. Mara jezi imeenda kuzinuliwa mlima Kilimanjaro, mara jezi juzi kwenye mbuga za wanyama. Kwa hiyo na leo kuna vitu vingi sana ambavyo wametuandalia, tunahitaji twende tukavione. Bwana, umeona jezi ya Mwana Jangwani? Hapo baada ya kuiona jezi ya Yanga ndio nikagundua kwa nini Yanga hawashughulikagi na jezi feki. Yaani sisi Simba tumeandaa kabisa watu special na jeshi la polisi liko nyuma yetu kwa namna ya kuwabana wafanyabiashara na wote ambao wanadidimiza uchumi kuuza jezi feki. Sisi Simba tukikamata na jezi feki ni sawasawa umehujumu uchumi. Lakini kwa nini Yanga hawahangaiki na hivyo? Ni kwa sababu wao ndio watengenezaji wa jezi feki. Wao ndio watengenezaji wa jezi feki, ndio maana hawahangaiki kwa swala jezi feki. Wao wanafyatua, nyie nunueni. Jezi ya Yanga ya msimu huu ndio toleo la mwisho la jezi blaza kuwahi kutokea. Bwana, kwa kumalizia, mara 5 mfululizo Young Africans ni bingwa wa NBC Premier League. Mwaka huu mnarejea tena kutokana na usajili. Pengine unaona Simba ikienda kufuta uteja? Msimu tunaenda kufuta uteja kwa sababu kiangalia Yanga namna ambavyo umesajili imeleta zaidi ya wachezaji 7 wapya. Kwa maana kwamba bado wanatakiwa wapate muunganiko. Lakini Simba Sport Club tumesajili kama wachezaji 3 kama sio 4 ambao wapya wanaenda kwenye kikosi. Wanakuta zaidi ya wachezaji 7 au 8 ambao ni wenyeji. Moja kwa moja kocha akiangalia yale maingizo ambayo ameyaingiza msimu huu wamesajili kimahitaji. Anatoka Soa anaingia Dumbia, anatoka Nabi Kamara anaingia Mugarwa, anatoka Alassane Kante anakuja anaingia Ibrahim Jabar. Kwa hiyo wamesajili kutokana na mahitaji. Kamara wamemwacha, wamembakisha Kasar. Japokuwa wengi walikuwa na mbeza Kasar, lakini shida ya Kamara sasa hivi majeraha yamekuwa mengi. Kwa hiyo Simba imesajili kutokana na mahitaji. Anatoka huyu anaingia huyu. Sio unasajili wachezaji wengi wa kimataifa alafu mwisho wa siku unashindwa kwenda kuwatumia. Kwa hiyo Simba imesajili kimahitaji. Na leo mtashuhudia mpira mzuri sana. Mpira mzuri ni tarehe 12. Leo tuko kwenye maandalizi na sherehe. Mpira mzuri ni tarehe 12 visiwani Zanzibar. Pengine na maana gani? Tumeficha silaha zetu. Silaha zetu tutaanza kuzitumia tarehe 12. Leo tutacheza mpira wa kawaida sana. Ele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.